Life Fitness Showtime. Ya mpenzi mtazamaji wa UKC TV, tuko hapa mitaa ya Tabata kwa Mkua. Bana, tumekuja huku kwa ajili ya kuendelea kufuatilia na kupata taarifa za mabondia watakaocheza fight inayoitwa Kama Noma na Iwe Noma. Fight hiyo itakayokuwa tarehe 10 ndani ya mwezi wa 5 pale ndani ya ukumbi wa Chabruma Mabibo Mwisho jijini Dar es Salaam. Hapa tumekuja kuangalia mazoezi ya wazi kabisa ya kupasha misuli na kuweka hali ya kumweka bondia katika hali ya katika wakati mzuri zaidi kuelekea fight yake na maandalizi yake ya mwisho katika fight hiyo ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa sana na mashabiki na wadau wa mchezo wa ngumi. Hapa niko na bondia anaitwa Ibrahim Paulo au maarufu sana kwa jina la Ibra Tiger. Bana, bondia huyu atakayecheza na Justin Geuza kutoka kule kwa kocha Haji Ngoso mitaa ya Manzese kule. Naamini kabisa fight itakuwa kali na nzuri na yenye mvuto zaidi kwa mashabiki na wadau wa mchezo wa ngumi, hasa ukanda huu wa maeneo ya Tabata. Bana, kazi. Kocha, mambo vipi? Bwana, mambo kazi. Hebu jitambulishe kwanza, watu wanahitaji kufahamu. Kwa majina naitwa Hamisi Kinyaga, ni kocha wa ngumi za kulipwa. Kutoka katika gym gani? Wazalendo Boxing. Vizuri sana. Hebu tuambie maandalizi ya kuelekea fight inaitwa Kama Noma na Iwe Noma itakaofanyika pale ndani ya ukumbi wa Chabruma Mabibo Mwisho tarehe 10 mwezi wa 5. Mmejiandaa vipi katika kuhakikisha kwamba mnafanya kitu kilicho bora zaidi? Bwana, sisi kila siku tunajiandaa na sisi hatunaga kazi mbovu, na mimi ninachoweza kumwambia tu Justin aendelee kufanya mazoezi, kwa sababu huyu Ibra kwa sasa hivi anavyoingia tofauti na mara ya kwanza. Sasa hivi ni mtu mmoja mbaya sana, lakini siwezi kuongea sana, ila ninachotaka tu mashabiki waje kwa wingi, waje washuhudie ladha ngumi zinavyopigwa hapo ukumbi wa Chabruma kwenye Kama Noma na Iwe Noma. Vizuri sana. Kazi. Vipi mpinzani atakayecheza bondia wako? Unamfahamu na umeweza kuangalia namna gani, jinsi gani mechi hii mnashinda? Mpinzani namfahamu. Mimi sinaga kaida ya kumwangalia mpinzani. Mimi namtieni bondi yangu kucheza kwa mpinzani yoyote yule. Sina tabia kuangalia sijui ni mwangalie mpinzani. Mimi namtieni bondi yangu akacheza na mpinzani yoyote. Hata kama ikitokea mpinzani yule kagalishwa kaja mwingine, bondi yangu mimi napigana vizuri na matokeo tunayapata. Kazi. Ibra, mambo vipi? Dai bwana mkubwa. Nakuaje? Fresh. Maandalizi yakoje? Mpaka sasa hivi shamaliza kila kitu. Uko fiti? Niko fiti. Siku zinakaribia, una kipi cha kuambia mashabiki na wadau wa mchezo wa ngumi? Wenyewe wanajua kazi yetu, sasa tunaga kazi mbovu. Wenyewe wanajua tagi mtu gani, wanajua nini na inakifanya. Vizuri. Vipi mpinzani umemuonaje? Mpinzani wa kawaida tu. Mpinzani wa kawaida tu. Kile kibua afanye mazoezi, tusichukulie poa. So rahisi kama anavyozani. Vipi unawaambia nini mashabiki, wategemee nini kutoka kwako kuelekea fight hiyo siku hiyo ya tarehe 10 ndani ya mwezi wa 5? Sisi tunaendelea tulipoishia. Si kazi yetu kwa burudani mashabiki. Umeshaona? Mimi kubwa nawaambia je kwa wingi Chabruma Hall pale, Kama Noma na Iwe Noma. Au vipi? Kinoma noma. Adavokuja ndivyo adavopigwa. Vipi boxing yetu unaionaje kwa sasa jinsi inavyokwenda? Iko fresh au? Mapromoter jitahidi kwa kiasi chao. Kusema ukweli, boxing sasa hivi ni biashara, boxing maisha, boxing kazi. Kwa hiyo tunapongoza kwa nafasi yao. Vipi? Kwa hiyo tarehe 10 unashinda? Si kushinda kwa tu uhakika, hapa si ushindi tu. Si ushindi, si hapo ushindi tu. Hapa si ushindi tu. Mahesabu yako ni ushindi tu. Kocha, ushindi ni wa uhakika? Sisi tubahatishagi, 100% sisi tunaenda kushinda hii fight. Okay, kwa hiyo unatuhakikishia kabisa kwamba mechi unashinda, kwa sababu yeye mwenyewe dogo naye anasema anashinda. Mimi mwenyewe bondi yangu namwamini. Bondi yangu mimi namwamini. Yeye anasema anashinda na mimi nasema kocha yake bondi yangu mimi anashinda kwa 100%. Vizuri. Boxing yetu nadhani unaiona jinsi inavyokwenda. Nini kirekebishwe, nini kifanyike kuifanya iweze kuwa bora zaidi, hasa kwa mabondia wetu wanaocheza katika kipindi cha sasa? Mimi ninachoomba viongozi wa ngumi wao wanawatenda haki, kwa sababu leo watoto wanaumia kwa ajili ya kupata matokeo mazuri. Tuache ule utimu, kwa sababu ngumi zetu sasa hivi zimetawaliwa na utimu. Kwamba bwana bondia anatoka sehemu fulani, huyu anatoka sehemu fulani, mpeni matokeo. Sio kweli. Bondia akifanya haki apewe haki yake. Akipigwa akapigwa, akishinda akashinda, apewe matokeo mazuri ili mtoto naye ajione kumbe hichi ninachokifanya
hichi nilichokifanya na haya matokeo ni sahihi. Bwana, nimepoteza kweli, nimeshinda kweli. Kwa hiyo ndio hicho tunachoomba viongozi wa ngumi, hilo swala waliangalie. Lakini kiukweli boxing sasa hivi, boxing ni kazi, vijana wanafanikiwa, wanajiajiri kupitia huo mchezo boxing, tunaona, ila viongozi wasiwaangushe vijana wao, maana wao ndio wameshika mpini. Asante sana. Ibra, kwa kumalizia, una kipi cha kumwambia Justin Geuza? Tarehe 10 inakaribia, sio mbali, ni kesho kutwa tu. Afanye mazoezi, asichukulie poa. Afanye mazoezi, afu sio rahisi kama anavyodhani yeye. Ni sio rahisi kama anavyodhani. Afanye mazoezi na kuja kivingine. Sisi tunapigana kulingana mpinzani jinsi anavyokuja. Kila mechi sisi tunabadilika. Akitaka aamini, atajionea mwenyewe. Raundi 6 kwake ni nyingi sana. Yaani akicheza raundi anaanza simalize. Yaani akicheza kidogo tu raundi anaanza simalize. Mimi nimemwahidi hoja na surprise yake. Na surprise yake yani. Mambo vipi? Asiye fresh. Na kuaje? Kama kawaida. Anasema kocha na Ibra ni kweli? Ya uhakika kabisa, kwa sababu tunaumia kwenye matizi. Kudhibitishia ukweli uko vipi? Ukweli kutokana na mazoezi tunayofanya, mpinzani hatoboi hata kidogo. Hatoboi hata kidogo kwa sababu tunaumia kwenye mazoezi, lengo tukampige jamaa. Kwa kiufupi jamaa anapigwa kwa staili yoyote, atapigwa. Tumejipanga. Kupitia kocha na train fresh na tunaenda kufanya vitu vizuri. Kwa wajipange, sio yeye tu, wanaokuja wote kwenye uzito huo wanapigwa vizuri tu. Kabisa, 100%. Kwa hiyo ziko katika raundi 6, mimi nampa raundi 4. Atoboi. Imeisha hiyo. Huyo mpinzani huyo ajiandae. Yaani atapigwa ngumi moja, yeye mwenyewe atashangaa. Yaani ajiandae. Hapo ni maandalizi, ni shamla. Atokutishi. Ila jiandae. Yaani mapema sana, afanye matizi ya kutosha. Yaani bila kuchoka. Kama unavyojua. Weka tena. Weka wewe. Kapiga ambakati. Wamekaa. Ambakati. Kapiga ambakati. Ambakati. Kapiga ambakati. Ambakati. Kapiga ambakati. Ni mapema sana, ajiandae kabisa. Ngoja kwanza nikwambie kitu, umesikia kaka? Uwe mtoto sisi tunamtaka leo kesho, kwamba yeye tunaona chelewa tu. Uwe mtoto kafariki, yani sasa hivi yeye kafariki huko alipo. Analisha huko alipo kafariki. Sisi tunamtaka kaka, tunapokuambia mtoto sio kwamba tunasema hivi namna gani, bingwa sisi tunamjua na uwezo anao. Yaani hivyo vyote anataka yeye. Yaani sisi anakula anashiba na kila kitu. Anakula vizuri wala pazuri. Wewe kuongea. Acha sasa hivi. Sisi tunamtaka. Hivyo vyote. Hapo kafa. Mimi nakwambia mpelekee salamu, kafa mtoto. Nakwambiaje mtoto hali na nepi. Sio msibani apigwe makofi. Kampelekee salamu hilo bali. Zilo tunasemaje? Yaani huyo mtoto kija ulingoni wachimbe kaburi kutaleka. Yaani kija kipanda ulingoni wachimbe kaburi, tukitoka pale tunaenda kuzika. Chuma kimoja tu. Raundi ya kwanza kitoboa atakuwa mshindi. Chuma kimoja tu mapema tu. Wanachukua pale anaenda kuzika. Tumemaliza kazi. Mpenzi mtazamaji wa UKC TV, niko Tabata hapa, nikiripoti kutoka Tabata. Nimewaona wenyeji wamenipokea fresh, mazoezi wamefanya vizuri. Tunaamini kabisa tarehe 10 mwezi wa 5 pale Chabruma Hall Mabibo mwisho itakuwa noma sana. Kama noma na iwe noma, au sio? Usisahau kulike page yetu ile ya UKC TV. Fanya namna hii, au sio? Asante sana. Mazoezi afya.